Singida tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa sababu nafahamu uwezo mkubwa na vichwa vizuri walivyo navyo viongozi wengi wanaoongoza timu zetu na wanaoongoza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania. Vichwa vyao naamini vina uwezo wa kufanya maamuzi makubwa yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya sijui nitumie neno la mtaani la kigoloko, kitoto na yasiyoingia akilini, na maamuzi haya yakawa ndio maamuzi yanayosimikwa na vilabu vyetu. Huwa inanishangaza sana. Moja ya mambo ambayo yamekuwa yananishangaza kwa muda mrefu na sijawahi kudecode kwamba tunakwama wapi, ni kwamba nafahamu vilabu hivi vimefikia mahali pa kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu, na kwa uwezo wa viongozi wetu vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu kiwe chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika. Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida. Uwanja wa klabu ya Singida Big Stars. Klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga. Lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo. Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana. Na kwa kampuni ya Jairuti, ili kusema kweli nimesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona, sio haya ya juzi, ya kabla ya hapo, ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona haya yote yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Hili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000, 6,000, 4,000, 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000, 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale za ndani. Na hizi mechi sasa tunazoenda kucheza na Al Masry, Stellenbosch, uwanja wa serikali huko pale, na tutaweza kuutumia, hakuna mtu yoyote atakaye uzuia. Lakini tuupunguzie matumizi, na hata uwanja wetu kuharibika kila wakati ni kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo. Kwa hivyo tukiweza kuupunguzia mzigo wa matumizi kwa sisi kutengeneza viwanja vya timu hizi zetu kubwa, angalau kuwa zinafanya shughuli zake za michezo kule, itafanya tuwe na miundombinu bora ya michezo ambayo tunaitunza kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo nitumie fursa hii kufuatia hayo niliyoyasema hapa nyuma, kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii.
jinsi ambavyo Dr. Muba alikuwa anasema hapa, uwazi uliotembea mpaka mzabuni akapatikana, jinsi ambavyo haki ilitendeka na kuhakikisha ya kwamba tunapata mzabuni ambaye anakwenda kuleta manufaa kwa ajili ya klabu yetu na mpira wa nchi hii, ni jambo la kutia moyo sana. Na naamini yote ambayo mlikuwa mmeyakusudia katika utaratibu mzima na mpaka mnampata mkandarasi huyu, mzabuni huyu, naamini yatakwenda kutimia, na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu, mtaziona zikitekelezeka. Mchakato huu unakwenda kuweka historia sio tu kwa klabu yetu, lakini unakwenda kuset benchmark katika uendeshaji wa vilabu vya mpira kisasa hapa nchini. Hongereni sana. Nipongeze klabu na mwekezaji mpya kwa kuongeza thamani ya uwekezaji mpaka kwenye miundombinu ya kimkakati kama ambavyo nimetangulia kusema. Historia ya klabu hii na hasa ujenzi wa kiwanja cha timu na kuwa na ofisi za kisasa zaidi, studio ya kisasa ya uzalishaji wa habari, jengo la matibabu, basi la hadhi linaitwa Iriza la mwaka 2025, lakini itosha kusema ni uwekezaji wa kimkakati uliokuja kwa muda sahihi. Swala hata rafiki yangu Ahmed anaenda kupata ofisi yake sio swala la kulichukulia kwa wepesi. Makofi kwa kampuni ya Jairuti. Serikali kama wadau wakubwa wa soka tumefurahia mafanikio yenu na tutaendelea kuwa walezi wa vilabu vya soka ili kuhakikisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika Mashariki, Kati na Afrika kwa ujumla. Ndugu zangu, hayo ndio nilipanga kuyasema siku ya leo, lakini huu ni wakati mzuri. Wakati mzuri, klabu ya Simba imefika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho, na nitaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Kwanza, hongereni sana, mmetuheshimisha kweli kweli. Lakini kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema jana, slogan imehama kutoka hii tunavuka, na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya fainali na uchezwa ya nusu fainali na uchezwa semeni Mungu asikie. Mechi ya nusu fainali na uchezwa Zanzibar ya kwanza tarehe 20 na ile itakayokwenda kuchezwa South Africa tarehe 27, tunavuka na tunaingia fainali na hatimaye kuchukua kombe hili. Naamini mnafahamu uzito wa jambo lililoko mikononi kwetu. Hili ni jambo la kitaifa, hili ni jambo la nchi. Lazima muhakikishe kwamba yote ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu yanaweza kufanyika ili Simba iingie fainali na ichukue ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika yanafanyika. Na sisi kama serikali, kama ambavyo tumekuwa tukiwaunga mkono kwenye nyakati zote ambazo mnaiwakilisha nchi, kwenye nyakati zote ambazo mna mahitaji ya moja kwa moja, hatutawaacha hata kwenye hili. Na niwahakikishie mtaungwa mkono kwa kiwango cha juu kabisa kuhakikisha akili zenu, maarifa na uwezo wenu wote unabaki kwenye kuhakikisha mnashinda mechi hii. Niwatie moyo. Sisi tumeangalia mpira na tumeona na tumekuwa tukifuatilia mpaka hizi timu ambazo zimeingia nusu fainali ya kombe la shirikisho. Hili kombe linachukulika kusema kweli. Hili jambo linaongeleka. Ama sio jamani? Kwa hivyo mimi niwatie moyo na niwatakie kila laheri. Tuko nyuma yenu na tutaandamana kwenye safari nyingi kati ya hizi zilizobaki kuhakikisha mnapata joto la serikali na kuhakikisha mnashinda ubingwa huu wa shirikisho la soka barani Afrika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Simba hatuishii hapa. Mungu awabariki sana. Mimi kitu cha Mungu nifanya kitu kwa na misuli. Na roho ya kitu hiki sina kitu ila sina haya tunaishi vizuri. Fukara na chukua utajiri sikufuru. Asante sana
rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kwa hotuba yako nzuri ambayo ndani yake ina ukumbusho, ina maagizo, lakini vile vile ina maono ya serikali. Na kwa niaba ya Simba Sports tunasema tumeyapokea yote. Sasa ni wakati wa kumkaribisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu aje atuelezee yale ambayo amepanga kutuambia